Jehova Mungu, katika jina la uweza la Yesu Kristo, lihimidiwe, litukuzwe, liadhimishwe mno jina lako takatifu. Ndiwe mwenye enzi wa Israeli, usiyejua kushindwa na neno lolote. Ufanye njia mahala pasipokuwa na njia. Ndiwe mlango wa kondoo. Ndiwe njia, kweli na uzima. Jawabu la yote yasiyowezekana. Hii na iwe fursa nyingine unaoifanya kuwa njema sana kwa ajili ya kila mtazamaji wa Nguvu katika Neno. Kwa mkono wako wa milele, pasiwepo utakayempita kwa jambo lolote lililo jema. Sawasawa na imani yake ilivyo, gusa maisha yake, mtendee kwa fadhili zako. Na jina lako Baba litukuzwe katika yote, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Tanzania, na kwa upekee wake kabisa kutoka katika familia ya ENCC Mji wa Bwana, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Ni uzuri ulioje tena kwa mara nyingine kwa Mungu kutuleta pamoja katika fursa hii ambayo kupitia Nguvu katika Neno unapewa kuzijua siri za mbingu, kuyajua maarifa na kanuni za kiroho na za kawaida za maisha, ili maisha yako yapate kupewa ushindi unaotarajiwa. Kwa mara nyingine tena ni furaha yenye kushangilizwa moyoni mwangu kwa timu nzima ya Hebron Media, ambayo kwa kila neema waliopewa na Mungu, kwa wao ni fahari kuona wema na fadhili za Mungu haziondoki kabisa katika kila eneo la maisha yako. Ninapomtukuza Mungu kwa ajili yao, naamini kabisa ya kwamba kazi yao na juhudi yao kamwe haviwezi kuwa bure kwa ajili ya maisha yako. Nguvu katika Neno ni kipindi kinacho kuletea kina cha maarifa ya kumjua Mungu, kina cha maarifa ya kuzijua njia zake, kina cha kumjua adui yako, na kina cha kujitambua wewe mwenyewe. Mambo haya matatu yakitendeka kwa ukamilifu wake, maisha yako na hatima yako vitakuwa vimethibitika mbele za Mungu, na maisha yako kama hayatakuwa ya kutahayari na kwenda kwa mwendo wa kupapasa. Ni kupitia Nguvu katika Neno maisha ya wengi ambao wameweza kupata fursa ya kukaa mbele ya meza yangu wamenena kumtukuza Mungu pamoja nami kwa thamani ya yale yote ambayo Mungu amenipa kama dhamana za hazina zake ndani yangu kwa ajili ya maisha ya walio wengi. Hivyo utakuwa mwenye hekima ukiwashirikisha wengine habari ya Nguvu katika Neno, na si tu Nguvu katika Neno, Hebron TV na Hebron Media katika platforms zake zote, na baraka ya Mungu haitaepuka mikono yako kamwe katika jina la Yesu Kristo. Ni mtiririko wa topic moja: kushinda roho ya mkwamo, kuwa na ushindi, namna ya kuikabili na kuishinda roho ya mkwamo. Mkwamo katika eneo lolote la maisha ya mwanadamu si jambo la kutazamiwa kwamba jambo hilo litakuwa furaha kwa awaye yote. Taifa likikwama ni majanga kwa taifa hilo. Familia ikikwama ni majanga kwa familia hiyo. Kanisa likikwama ni majanga kwa kanisa hilo. Jamii ya watu ikikwama ni majanga kwa jamii hiyo.
Watu huweza kukwama katika maeneo mengi. Wengi hukwama kielimu, wengi hukwama kiafya, wengi hukwama katika ndoa na familia, wengi hukwama katika uzao, wengi hukwama katika fedha na uchumi, wengi hukwama katika hata makuzio ya kawaida, na orodha huweza kuendelea bila ya kuwa na ukomo. Lakini Mungu hakukuumba wewe ili ukwame katika eneo lolote. Mungu hakukuumba ili ukwame katika eneo lolote. Maandiko yanatuambia katika Zaburi sura ile ya 116, Zaburi sura ya 116 mstari ule wa 7, E nafsi yangu urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Urudi katika raha yako, kwa kuwa Bwana ameyatenda ya ukarimu juu yako. Huyu ni mtu anayehubiria nafsi yake mwenyewe, si mtu anayenena na maisha ya mwingine. Huja nyakati katika maisha ya mwanadamu ikakupasa kuielezea nafsi yako mwenyewe inayoyapasa kuyapokea na kuyaishi. Na tukiisha kukava maeneo kadha wa kadha ya kuikabili roho ya mkwamo, tumeanza kwa mfululizo wa majuma kadha sasa kuikabili roho ya mkwamo katika kipengele cha roho ya udhaifu. Na tumenena kama katika kipindi hiki cha kwanza cha sehemu hii ya 3. Tuko sehemu ya 3, kipindi cha pili leo hii. Sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha 3 tulinena udhaifu ni lugha nyepesi inayotumiwa kimaandiko kuelezea magonjwa na maradhi, na kuwa mtu unaweza kuwa umekwama katika eneo moja na eneo jingine kwa sababu tu ya magonjwa na maradhi. Tunanena habari ya roho ya udhaifu kipindi kilichopita, katika mtiririko wa sehemu hii ya 3. Kipindi cha kwanza tulinena mambo yale ambayo ni ya kawaida katika maisha ya mwanadamu, maisha ya kawaida ya siku kwa siku, yanayokupasa kuyaendea ili kusudi uwe na afya njema. Mungu anakutazamia kwamba uweke uzingativu kwa hayo ili maisha yako yapate kupewa afya njema. Maisha yako yanamtegemea Mungu, ndio, na maisha yako yanategemea vile unavyokula, vile unavyoenenda, na aina ya matibabu unayopata, namna unavyolala, namna unavyoamka, hewa unayovuta ni hewa iliyo ya baraka ya Mungu, lakini kama mwanadamu mwenyewe ndio unayeichafua, itakudhuru na inaondoka kwenye dhamana za mkono wa Mungu kukulinda. Kwa hivyo Mungu anakulinda, lakini usichukue sumu ukainywa, kwa sababu hata hivyo Mungu anakulinda. Utakuwa uko tayari katika kuhatarisha usalama wako na usalama wa wale wa kupendao. Leo hii nilikuahidi kwamba nitakuwa nikigusa zile njia za uponyaji, njia za kiroho, the spiritual channels of healing, njia za uponyaji zile za kiroho ambazo mtu huweza kuponywa kwazo. Nitagusa kama njia 12 siku ya leo, na vipindi viwili vijavyo vya sehemu hii ya 3 nitakuwa nikinena nawe juu ya magonjwa ambayo yanawapata watu, na magonjwa haya yanaanzia katika ulimwengu wa ndoto zao. Mara tutakapokuwa tumeongea hiyo, awamu ijayo ya sehemu ya 4 tutaenda kuzungumza roho ya hangaiko la moyo, kabla ya kunena mkakati wa jinsi ya kupokea uponyaji kwa kujiombea mwenyewe na upewe uponyaji. Ni mambo gani haya 12 ambayo tunaita ndiyo channels
ndiyo njia za uponyaji ambazo Mungu huwaponya watu kwazo. Mara kadha utakutana na watu ambao wana mahangaiko, naongea jamii ya Wakristo ambao wana mahangaiko, wanashindana kwa jambo moja kwenda jambo jingine, kama kana kwamba jambo jingine ndio lilo bora kuliko jambo jingine. Hawa wanasema Mungu akitaka kukuponya atakuponya kupitia jina la Yesu tu, sio kitu kingine. Na hao wengine wanasema Mungu akitaka kukuponya atakuponya kupitia hiki na kitu kile na kile na kile. Na mwisho wa siku kunatokea debates ambazo tunasema watu wanaweka mkazo katika vitu visivyokuwa na maana. Jambo la maana hapa na la msingi tunachokisema hapa, these are divine channels. The divine channels tunamaanisha ni njia za Mungu kuwaponya watu. He is the source and the rest others are resources. Wengine wote wanaweza kuwa njia, wanaweza kuwa ilo bomba la kupitishia hivyo vitu vya kuponyesha, lakini yeye anabaki kuwa Mungu peke yake, na yeye anabaki kuwa chanzo cha yote mema awezayo kuyapata mwanadamu, na yeye ndiye anayebaki kuwa Mungu wa kuabudiwa milele. Heshima yake, utukufu wake, adhama anayostahili hailinganishwi, haiwezi kuchanganywa na chochote wala kufananishwa na yoyote. Hana aliye wa kuweza kumweka badala yake, maana ndivyo ninavyo, kando yangu na badala yangu hapana mwingine. Mimi ndiye Mungu, nararua nami na ganga, naua nami na huisha. Yeye ni Mungu, kando yake na badala yake hapana mwingine. Na kwa sura hiyo Mungu huyu ameamua katika hekima yake ya milele kuweka channels ambazo zinayaponya maisha ya watu. Ikikuponya mojawapo ya hizi, haina maana zile nyingine hazina maana. Ikikuponya ile, haina maana ya kwamba zile nyingine ni za shetani. Yeye ni Mungu, na yeye huweza kuamua hata adui zake wamtumikie na kuyatimiza mashauri yake. Ndiyo, na maanisha hata shetani kule kumsulubisha Yesu, kumpeleka msalabani, alikuwa akiyatimiza makusudi ya Mungu. Hata Farao kule kuandama Waisraeli ili afike mahala atakapoangamia mwenyewe, alikuwa akiyatimiza makusudi ya Mungu. Mambo gani haya 12 yaliyo katika moyo wangu kukushirikisha kupitia nguvu katika neno leo hii, ambayo ni channels za uponyaji kwa maisha ya watu? Jambo la kwanza ni neno la Mungu, na hii ni sauti ya neno la Mungu. Kuna neno la Mungu lililoandikwa, yani logos, na kuna neno la Mungu lililopewa sauti kwa maisha yako, yani rema. Na tunaponena logos, yani neno la Mungu, hili ndilo neno lililokuwako. Halihitaji msaada wa mwanadamu yoyote ili Mungu aendelee kuwa Mungu. Yeye ndiye neno aliyekuwako, na pasipo yeye hakuna chochote ambacho kimekuwako ambacho kingalikuwepo. Neno likawa nuru ya watu, akaja kwetu, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa pekee kama utukufu utokao kwa Mungu Baba. Ndiyo, alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumtambua, lakini wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika. Ni Zaburi 107 mstari ule wa 20, maandiko yananena, analituma neno lake likatuponya na kututoa katika kila namna ya maangamivu. Kila namna ya maangamivu, analituma neno lake likatutoa katika kila namna ya maangamivu. Ni neno lililotumwa, neno lililotumwa
alinena na akida wa Kirumi alipomwambia nakuja kumponya mtumwa wako, akasema huna haja, mimi sistahili wewe kuingia katika dari ya nyumba yangu, sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Na Yesu akashangazwa akisema sijaiona imani kama hii hata kwa Israeli. Naye akasema enenda zako na imani yako imemponya mtumwa wako. Na huyu mtu akawa mzima saa ile ile. Na akida alipoenda nyumbani kwake akauliza alipona saa ngapi, akatambua kwamba saa ile ambayo Yesu alisema neno. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 6 na wa 7, na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyonenwa na Filipo, na walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliokuwa nao, wakawakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Tazama ufunguo kwa mstari wa 6 unasema na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale aliyonena Filipo. Kwa nia moja walisikiliza wakiwa na imani, wakiwa wameweka uzingativu wao hapo. Viwete wakaponywa, waliopooza wakafunguliwa, na magonjwa yakaacha miili yao. Ni kuisikia sauti ya neno la Mungu. Mungu na neno lake ni kitu kimoja. Ni kama vile ambavyo maandiko yananena katika Walawi 17:11 ya kwamba uhai uko ndani ya damu ya kiumbe. Kama Mungu angekuwa ni kiumbe hai, uhai wa Mungu uko kwenye hilo neno la Mungu. Anaponena uzima unakuja kwa maisha ya watu. Unapoisikia sauti ya neno lake kupitia kinywa changu sahihi, uzima, nguvu na afya njema viwe ndilo fungu lako tangu sahihi, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo la pili, ni nini ambacho ni njia ya kupokea uponyaji katika maisha yako? Ni kuwa na imani katika Mungu, kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu. Alikuwa ni huyu akida aliyenena kwa Bwana Yesu, mimi nina watu juu yangu na watu chini yangu. Umwambia huyu nenda, naye akaenda, na umwambia huyu njoo, naye akaja. Katika ufalme wako sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Ndicho kilichokuwa kinatokea kwa Batimayo mwana wa Timayo, kipofu mwombaji, katika Marko sura ile ya 10 mstari wa 52. Yesu alinena nini? Imani yako imekuponya, itendeke juu yako sawa sawa na imani yako ilivyo. Mwanamke Mfoenike ambaye alikuja akiwa amekwamishwa na wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu wakamsihi Yesu akisema, mfukuze kwa sababu anapiga kelele nyuma yetu. Yesu alimjibu huyu mama akisema, si vema kwa mimi kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Na huyu mama alilia akisema, naomba hata makombo, sihitaji chakula cha mlo wa mezani. Yesu akasema, sikutumwa kwa kondoo ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Sikutumwa kwa mataifa sahihi. Na huyu mwanamke alikuwa anamaanisha nini? Yesu alikuwa anamaanisha nini kwa mwanamke huyu Mfoenike? Subiri, nyakati za mataifa zinakuja. Sio wakati wangu. Mimi nashughulika na Israeli. Watakuja kina Paulo na kina Petro na kina Filipo watakaoenda kwa mataifa, watakukuta huko, mtapona. Siku ile mama huyu alipiga magoti, akamsujudia, akamwabudu. Na Mungu huabudiwa na watu wa mataifa yote. Ukimwabudu unafika mbele ya kiti chake cha enzi, na yeye hatowanyima chochote kilichochema wale waendao kwake kwa moyo wa unyenyekevu. Una imani, na una imani ya kuponywa. Kabla kipindi hiki hakijaisha,
Mkono wa Mungu, ule mkono wa milele, mkono wa uponyaji, na uwe juu yako, akugange, akuponye, akufungue, auishe maisha yako yote katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo la tatu, ni channel gani inayowapa watu uponyaji? Ni kule kufuata maelekezo ya vinywa vya watumishi wake Mungu. Hapa namaanisha nini? Kuna kitu tunachokiita the prophetic commands, yaani maelekezo ambayo huyu mtumishi wa Mungu anakueleza, nawe ni juu yako kuyatendea kazi. Katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 5 tunasoma habari ya mtu mmoja mkoma anaitwa Naamani. Naamani aliambiwa, nenda kajichovye katika mto Jordan. Naye akaona jambo hilo kuwa ni gumu na ni baya kabisa, hawezi kulitenda. Alisikia kukasirika, akatamani aondoke wala asiendelee na uhusiano wowote na Israeli. Lakini mwenye hekima mmoja aliyekuwa na ufahamu akasema, Bwana, ungeambiwa jambo lililo gumu na huyu mtumishi wa Mungu, si ungelitenda? Tenda tu hili jepesi lilokueleza na utakuwa umetekeleza wajibu wako. Wakati mwingine kunaweza kuwako na a very simple instructions, maelekezo yaliyo rahisi. Watu wanaweza kutazamia, ambiwe funga siku 40, funga siku 21, funga siku 40. Je, haya ni mambo mabaya? La hasha. Mimi naishi maisha ya mifungo na mimi natambua nguvu ya mfungo. Lakini wakati mwingine Mungu huchagua kuyang'oa yaliyo magumu kwa namna iliyo nyepesi. Sikiliza maelekezo ya Mungu. Sikiliza maelekezo ya Mungu kupitia vinywa vya watumishi wake, nawe ukapewe kugangwa na kuponywa. Maandiko yanasema nini? Ni kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Mtu huyu hakuponywa kwanza ndipo ambiwe libebe godoro lako. Aliambiwa beba godoro lako akiwa amelala kwenye godoro lile. Amelala mahala pale pale kwa miaka 38. Kwa namna ya a simple logic, ingepasa aponywe kwanza ndipo ambiwe beba godoro lako sasa nenda. Lakini Yesu hakuongelea uponyaji wake kwanza, aliongelea beba godoro lako uende. Hapa ndipo mahala ambapo huwa inakuwa ni vigumu kwa watu ambao wanataka kujadiliana mambo ya imani kwa namna ya vitu ambavyo vinaleta logic katika akili za mwanadamu. Unapoenda katika ulimwengu wa imani, Mungu hawezi kuruhusu kichwa chako kitoshe fahamu za yote anayotaka kuyaleta kwa ufunuo. Lakini ni juu yako wewe kutii maelekezo ya wepesi ya yale unayoelekezwa kuyatenda. Katika moja ya nyakati nakumbuka huyu ndugu alikuwa na mambo yaliyokuwa magumu katika ofisi yake. Yalikuwa ni mambo magumu ya karibu apoteze kazi aliyokuwa anaitegemea na ilikuwa imeitunza familia yake muda mrefu. Mara hii nikampa maelekezo ya kufanya jambo lile lile kwa muda wa siku 21. Siku 7 za mwanzo kila kitu kikarudi vema katika kazi yake. Akiwa yuko vema katika kazi na hana hili na lile, maisha yake yamerudi vema. Alikuwa anangoja siku ya 21 ifike ili arejee anipe feedback ofisini kwamba Mungu ameyatenda yaliyo mema. Tazama, ilikuwa ni ya ajabu. Ndani ya siku ile ya 21, siku ya mwisho, ndio siku ambayo alipokea simu ya rafiki ambaye alimwalika kwenda wakutane mahala Ukonga Banana kule.
na mahala wanapokutania ni kwenye baa. Alikuwa amemaanisha kwamba nimempa Yesu maisha yangu, sitakuwa tena mtu wa pombe na ulevi na vitu kadha wa kadha, nimebadilisha maisha yangu. Siku ile alienda na huyu rafiki akaanza kumnunulia, akanywa na kulewa vibaya. Akaondoka akiendesha gari akiwa amelewa, hadi polisi wakiwa wanamsimamisha hawezi kusimama. Akagonga mkono wa askari, huyu askari wa kike, na ile radio call ikagongwa, ikaenda kule, na wakamwandama, wakamfuata na vyombo vingine, wakamkamata, wakamweka ndani. Kesho yake wanapokuja kumleta mke wake ili waongee haya na yale, wanakuta huyu mtu alikuwa amelewa, anaendesha chombo na hakusimama alipoamrishwa kwa amri ya kusimama, na hata amemparua askari na gari lake. Wakati akishughulikia kesi ya polisi, anaenda kumalizaje hii traffic case, anaporudi ofisini kwake anakuta kila eneo la ofisi yake, mahala ambapo ufunguo alikuwa nao yeye, kumepakwa vitu vichafu na majivu na hivi na vile, kila kona ya kompyuta na meza, na maisha yake yakaanza kurudi katika hali ya kuporomoka tena. Unafuata maelekezo ya mtumishi wa Mungu, unafuata maelekezo ya Elisha ili ukoma ukuache na amani. Ukileta namna ya kujua kwamba najua mito inaitwa Abana na Farpari, sio lazima iwe Jordani. Aliyenena kwamba nenda Jordani ana maelekezo ya kina kujua ya kwamba ndani ya Jordani kuna madhabahu ya kumbukumbu itakuponya wewe, na Abana na Farpari haina agano lolote na Mungu. Jambo lile la 4, unafanya nini kilicho channel ya uponyaji? Ni kupitia meza ya Bwana, yani the Holy Communion. Meza ya Bwana ni kati ya ordinances ambazo zimewekwa na Mungu kwa ajili ya kuyaponya maisha ya watu walio wengi. Kina chake, nguvu yake, fumbo lake, siwezi kulieleza kama point moja ndani ya point 12 ninazo kushirikisha. Lakini tazama ajabu zilizojazwa ndani ya Injili ya Yohana sura ya 6. Mistari hii ni mingi kidogo, lakini nitakuacha nayo ukiitafakari kuhusiana na nguvu iliyo ndani ya meza ya Bwana. Anasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Waliila mana jangwani, kuna semicolon hapo, nukta zile mbili, wakafa. Ukitazama haya yote yanamaanisha nini? Chakula cha uzima ni Yesu Kristo. Walikula mana jangwani, ilikuwa afya kwao, ilikuwa nguvu kwao, hawakuwa na magonjwa yoyote. Miaka 40 mpaka mavazi yao yaliponywa, yalikuwa hayachakai kwa sababu ya mlo wanaokula. Viatu vyao viliwatosha miaka 40 kwa sababu ya mana waliokula. Pamoja na miaka hiyo 40, mwisho yote walikufa. Lakini yeye ukimla, ananena nini? Ni zaidi ya waliokula mana jangwani. Hiki ni chakula kishukacho kutoka juu mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kishukacho kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakacho toa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Ilikuwa ni ngumu zaidi kwa Wayahudi, kwa sababu kula mwili wa mtu, kunywa damu hata kama ni ya mnyama, tayari Taurati imeshasema jambo hilo na liwe jambo lililo laana kwa awaye yote.
Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, msipokula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho na kuwa na uzima wa milele kwa kula mwili wake na kuinywa damu yake. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Ndivyo utakavyoshangazwa kwamba Yesu hawezi kuwa ndani yako na wewe ukae ndani ya Yesu, na wewe uwe bado unapigwa na virusi au magonjwa au maradhi. Ndio maana magonjwa na maradhi vinakimbia katika ushirika wa meza ya Bwana. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaya chakula hicho ataishi milele. Ataishi milele. Ataishi milele. Sasa unajiuliza kwamba wangapi wamekula meza ya Bwana na hawapo tena, hawaishi milele. Kuishi milele inamaanisha nini? Tunapozungumzia maisha ya kuishi milele, ni fumbo linalotatua fumbo la tatizo la kifo kwa maisha ya mwanadamu. Wengi huwa hawaelewi fumbo lililofichwa ndani ya sanduku la agano. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na vitu vitatu. Kulikuwa na chungu cha dhahabu cha mana, kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochanua, na kulikuwa na mbao mbili za amri 10 za Mungu. Mbao mbili za amri 10 za Mungu zililetwa kwa mkono wa Musa, na fimbo iliyochanua ilikuwa ni fimbo ya Haruni, kuonyesha ukuhani wa kudumu katika familia ya Haruni. Lakini chungu cha mana isiyooza, ili ndilo fumbo la Yesu Kristo. Yeyote ambaye angekula mana ile angekuwa ametatua tatizo la kuwa na mashaka kama kuna siku atakufa. Kuila mana ile iliyo ndani ya sanduku la agano ni kama kula kwenye mti wa uzima uliokuwa katika bustani ya Eden. Yaani kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya waliokula Adamu na Eva. Hawakula mti wa uzima. Wangekula mti wa uzima wamekuwa kama mashetani, wanakuwa hai katika dhambi milele. Lakini sasa unapokula mwili wa Yesu ni kama kula mti wa uzima ambao unafisha utu wa dhambi, na maisha yako yanapata hakikisho la kuishi milele. Ni nguvu ndani ya meza ya Bwana. Jambo lile la tano ni nini kilicho chana ya uzima? Ni kwa mamlaka ya kufukuza mapepo wanaoleta magonjwa katika maisha ya watu. Kuna mapepo ambao kazi yao ni kuhimiza magonjwa na maradhi katika maisha ya watu. Katika kitabu cha Injili ya Marko sura ya 6 mstari wa 13, Mathayo 17:18, maandiko yanatueleza wazi jinsi ambavyo Yesu aliwaponya wengi, akafukuza na mapepo waliokuwa wanawatesa watu na kuwafanya watu kuwa wadhaifu. Hapa ndipo unapokutana na maisha ya watu ambao wanateswa mengi na mengi yanayowatesa. Kila leo mwili mzima unauma, kila leo unaugua hiki na kile, kinapona hiki kinaanza kile, kinaachia kile kinaanza hiki. Ni kwa sababu kuna pepo wachafu wanaotesa afya za watu, na magonjwa yale ambayo nguvu yake iko katika mapepo hawa wachafu huwa hayawezi kusikia dawa ya tabibu, huwa hayawezi kuponywa kwa juhudi za daktari. Ni kwa nguvu ya msalaba. Mapepo wale wanapotimliwa kwa jina la Yesu, maisha ya mtu huyu yatakuwa salama. Jambo la 6 ni nini chana ya uponyaji?
ni kwa mguso wa mkono wa Mungu mwenyewe. Mungu huweza kuyagusa maisha ya mtu na kumponya. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari kuanzia ule wa 2 hadi wa 4, huyu mtu ni mkoma, akamlilia Yesu akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Maandiko yanasema Yesu akasema, nataka, takasika. Lakini akaunyoosha mkono wake akamgusa na kumponya. That is a miraculous touch of God. Huja nyakati uponyaji wa mtu ukaja kwa mguso wa mkono wa Mungu wa uponyaji. Katika Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 12 na wa 13, kuna mwanamke aliyekuwa ameteswa na pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18. Pepo wa udhaifu amemtesa mwanamke huyu kwa muda wa miaka 18. Na tazama, maandiko yananena Yesu akamuita aje mbele katika sinagogi, naye akamgusa akisema, umefunguliwa katika udhaifu wako. Na pepo akamwacha, na saa hiyo mwanamke aliyekuwa amepindana kwa miaka 18 akanyooka. Ni kwa mguso wa mkono wa Mungu. Jambo la 7 linaloashiria channel ya uponyaji wa Mungu ni kwa kupitia anointing oil, kupitia mafuta ya upako. Na hii ndio moja ya channel ambayo imekuwa na debate nyingi katika maisha ya watu. Kuna namna ya pande mbili zinazopambana katika hoja hii. Kuna wale ambao wamekwenda to the extreme, wame-idolize mafuta, wameyafanya mafuta kuwa ndio sanamu, kuwa ndio Mungu, na kwamba kama hawana mafuta haya hawana Yesu, kama hawana mafuta haya hawana Mungu, kama hawana mafuta haya hawana nguvu za Mungu, na kama hawana mafuta haya Mungu hawezi kuyatumia hawezi kuwakomboa au kuwahudumia kwa jambo jingine lolote. Watu hawa wanaokwenda to the extreme huwa wanafika mahala pa kuwa kama watu wasiokuwa na akili timamu. Nakumbuka kuna mwaka miaka 96 na 97 nilikuwa nikisikiliza moja ya kisa cha mtu ambaye alikuwa anakaa maeneo ya fire kule mjini, na nakaa kwenye zile flats ambazo zina ufa mkubwa, na ule ufa unafika mahala ambapo mvua ikinyesha maji ya mvua yanaingia ndani ya nyumba. Na unajua zile flats ambazo hazijaezekwa kwa bati zimewekewa zege, na kuna namna ambayo ukuta umeshake, na sasa kuna ufa mkubwa. Ukiwa ndani unaona nje. Mvua ikinyesha maji yakiwa yanaingia ndani, huyu mtu anachokifanya, anachukua anointing oil, anaenda ku anoint mahala palipo na ukuta, ili palipo na ufa, ili kusudi mvua isiingie ndani. Unapotazama kitu cha namna ile, jambo linalohitajika hapo ni watu kuja kurepair ukuta, ni watu kuja kuziba ufa, watu kuja kurekebisha mahala palipo na madhara, na maisha mengine yaendelee. Unapokwenda to the extreme ambapo huelewi unachokifanya na hayo mafuta, then hayo mafuta yanakuwa Mungu aliyehirizi kwako na umepoteza mwelekeo. Lakini unapotazama katika kitabu cha Injili ya Marko sura ile ya 6 mstari wa 13, Yesu aliwaagiza wanafunzi wake waende wakawahubirie watu Injili, na watu wakiwa wameenda kule walikoenda, maandiko yanatueleza kitu cha kushangaza hapa. Sura ya 6 mstari wa 13, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawaponya. Unapoanza hii habari kule nyuma, Yesu anapowatuma, wala Yesu hakusema chukueni na hizi chupa za mafuta mwende mkawapake watu huko mnakoenda mtawaponya. Lakini inaonyesha ilikuwa ni jambo linalotazamiwa kwa hawa wanaotumwa, kwamba kuna uwezekano mafuta yakahitajika. Huko walikoenda walitumwa wakakemee pepo, wakahubiri na Injili, na wao wakawapaka watu mafuta,
na kuwaponya magonjwa yao. Na kwa sura hiyo utatambua ya kwamba kinachohitajika ni the right concept ya kwamba huu upako unaounena unatumika katika mazingira gani. Nawe unasema okay, hii ni injili ya Yohana, hao wanafunzi walitenda doctrine hiyo, hatuelewi walianzia wapi mpaka wakafanya hivyo. Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 14 na wa 15 na nena nini? Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa. Neno wazee pale ndio maaskofu, neno wazee pale is episcopos, ni baraza ya waliopakwa mafuta. Nao wamwombee kwanza na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Kwa hivyo saa hiyo hapo mafuta hayawi independent token ambayo imeletwa kama ina nguvu zake. Mafuta haya kama hayana identity ya Bwana, mafuta hayo ni haramu. Mafuta hayo yasiuguse mwili wako. Anasema na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Tazama, kinachomponya mgonjwa yule sio mafuta yenyewe, ni kule kuomba kwa imani kwa jina la Bwana. Kwa hivyo hii inakuwa ni token inayobeba nguvu za Bwana, na haiwi ndiye Bwana mwenyewe. Bwana atamuinua mgonjwa yule, na anasema na kule kuomba kwa imani kutamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Sasa hapa ndipo palipo na fumbo la the anointing oil. Hapa ndipo palipo na fumbo la mafuta hayo ya upako. Kuna watu ambao huwa inatokea maisha yako mwenyewe ndiyo yaliyokufanya uingie katika majanga ya madhara na magonjwa wanayobeba. Madhara na majanga ya magonjwa wanayobeba huwa yanafanya Mungu asikusikie kwa sababu ya aina ya maisha ya dhambi na hatia ulizokuwa nazo. Lakini saa hii hawa wazee wanaosimama kukuzunguka, ambao ndio wazee wa kanisa wanaosimama kukuzunguka, hawa maaskofu wanaosimama kukuzunguka, Mungu anawatazama wao, anaitazama imani yao, anatazama mahusiano yao na yeye. Kisha wanapokuwa anoint kwa ajili yao, wewe unasamehewa na unaponywa. Sijasahau miaka mingi iliyopita, kuna moja nyakati tulikuwa na mkutano wa watumishi wa Mungu mahala katikati ya mji kule, mahala maarufu panaitwa Luther House. Na ndani ya ule mkutano kulikuwa na mtumishi wa Mungu Apostle Sanders kutoka South Africa, alikuwa akiongoza ule mkutano, na wakamleta mtu kutoka Ocean Road ambaye alikuwa ametatanika, anaonekana kuwa na kansa ya ambayo iko na complication huko tumboni, na akajieleza aliyoyafanya mpaka anajikuta amekuwa na ile kansa. Na huyu apostle alichukua ile chupa ya mafuta akasema, Mungu tutazame sisi, sio kwa ajili yake. Yeye amekukosea na yeye amekuwa machukizo, lakini kwa ajili yetu sisi, tukiwa tumemzunguka mtu huyu, na akamwanoint mtu huyu. Alirudi tena Ocean Road, na kabla hatujamaliza mkutano ule wiki ile alikuwa amerejea, naye akinena akiwa na ripoti ya matabibu ya muujiza wa yale Mungu aliyomtendea. Na matabibu wananena, kile tulichokitenda, ujuzi huu hatukusomea darasani. Ni nini kinatendeka? Ni uwezo wa kiungu unaoingilia kati maisha ya mtu. Nami nimeona tena na tena, nimeona tena na tena majawabu ya mkono wa Mungu. Katika moja ya nyakati nilipokuwa nikiendesha anointing service katika ibada katika mji wa Bwana, nyakati ambazo ilikuwa ni majira ya mwisho wa mwaka, kwa huyu binti ambaye mkono wangu unapokuja juu yake ukiwa na mafuta, saa ile pete aliyoimeza katika ulimwengu wa ndoto zake
Ndiyo pete aliyoenda kuiflash kwenye hizo toilets za hapo kanisani. Nami nimeona namna ambavyo vimbe zikiondoka katika miili ya watu. Hii ni channel ambayo katika moja ya channels anazotumia Mungu kuwaponya maisha ya watu, hii ni mojawapo. Ondoka mahala pa wanaoondoka kabisa kwa sababu inatumia vibaya na shetani. Neno la Mungu huweza kutumia vibaya na shetani. Jina la Yesu huweza kutumia vibaya na shetani. Hata meza ya Bwana huweza kutumia vibaya na shetani, kama ambavyo anointing oil huweza kutumia vibaya na shetani. Jambo la 8 ni nini kilicho channel ya uponyaji? Ni channel ya maombi. Channel ya maombi. Haya ni maombi ya mtu kujiombea au kuombewa. Wafalme ya kwanza sura ya 13 mstari wa 4 hadi wa 6. Tunasoma habari ya mtu anaitwa Yeroboam mwana wa Nebati aliyejenga madhabahu kule Betheli na Dani. Betheli ni mahala palipo na madhabahu ya Ibrahim na madhabahu ya Yakobo. Naye akaamua kuijenga madhabahu, akaweka ndama wa dhahabu, akimaanisha Israeli wote waje na waabudu hapo. Alitumwa nabii kutoka Yuda, akaja na kuikemea madhabahu, ikapasuka na majivu yake yakamwagika. Na Yeroboam hali akiwa amesimama kwenye madhabahu ile, akanyoosha kidole chake kwa nabii huyu kutoka Yuda, akisema, mkamateni. Na aliponyoosha mkono wake ukapigwa na ukaufu. Yeroboam akipiga magoti na kunyenyekea, akimwambia, naomba uniombee tena ili nirudishiwe mkono wangu. Na huyo mtumishi wa Mungu akaomba, na Yeroboam akarudishiwa mkono wake. Ni njia ya maombi huleta uponyaji kwa maisha yako. 10 ni njia ya matendo ya muujiza kupita kawaida. These are special miracles. Matendo ya Mitume sura ile ya 19 mstari wa 11 na wa 12. Na Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 7. Sura ya 19 tunapozungumzia special miracles, tunamaanisha mambo ambayo haisadikiki kwamba inawezekanaje haya yatokee hapa. Mavazi yakatoka mwilini mwa Paulo, yakaenda yakaponya watu wa kila namna. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 7, maandiko yananena Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni saa 9, saa ya maombi. Walimwambia huyu kiwete aliyekuwako pale kwa miaka 40, hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Wakamshika kwa mikono yao, wakamwinua. Lile tukio pale linagharimu a special miracle activities. Walimshika wakimwinua akiwa bado hajaponywa, akiwa bado hajapewa miguu ya kutembea. Walimwinua, kwa lugha nyingine, wakimshika huyu mkono wa huko na huyu mkono wa huko, wakamwinua mpaka kafika juu, na miguu hiyo isipoweza kusimama yenyewe, wakimwachia huyu mtu ataanguka vibaya. Na watu wataona wazi kwamba kwa nini hawa watu wenye akili timamu wana uwezo wa miguu yao na mikono yao, wanamtaabisha huyu mtu wakiamini kwamba wanalo jina la kumponya na hawamponyi. Ingekuwa ni tatizo kwa anayeombewa na ni tatizo kwa wanaomwombea. Lakini special miracles ni matendo yanayokwenda zaidi ya akili na matarajio ya wanadamu. Hapa ndipo mahala ambapo maji unayokunywa yanaweza kuwa uponyaji kwako. Mavazi unayovaa yanaweza kuwa uponyaji kwako. Unapolala katika usingizi wako ukatembelea tembeleo la kiungu, linaonekana kuwa hili ni tembeleo la kiungu linalobeba sura ya mwanadamu fulani, kama mmoja walioona, nimetokea katika ulimwengu wa ndoto zao, nikawafunika na shuka, mateso ya miaka mingi yakakoma usiku huo huo. These are special miracles. 11 ni channel ile tunayoita ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Yehoshafati ni kielelezo chenye nguvu katika Wafalme wa Pili sura ile
ya 20 mstari wa 20. Sura yote ile inaongelea namna ambavyo Mungu anamwambia Yehoshafati, andaa waimbaji, hamna haja ya kupigana katika vita hii. Ukimsifu na kumwabudu Mungu, Mungu anaweka kiti chake cha enzi katikati ya sifa ya watu wake, naye anapigana vita vyako kwa kule kumsifu na kumwabudu Mungu. Na jambo la mwisho ni kwa moyo uliojawa na shukrani. Shukrani itakuponya. Moyo wenye manunguniko, uchungu, maswali yenye kumhoji Mungu, yenye kusukuma lawama kwa wengine wote, kuanzia watumishi wa Mungu, wazazi wako, watoto wako, wafanyakazi wenzio, kanisa la Mungu, taifa lako, na yeyote aliye mbele yako huoni uzuri wowote. Ndivyo roho ya udhaifu haiwezi kukuacha. Lakini tazama wote ambao waliishi wakimshukuru Mungu. Yesu anasimama mbele ya kaburi la Lazaro. Kabla ya kusema Lazaro njoo huku nje, Yesu alisema nini? Na kushukuru Baba kwa kuwa unanisikia. Nami najua ya kuwa kila siku unanisikia. Maombi yangu yamesikiwa nawe siku zote. Lakini sasa anasema haya si kwa ajili yangu mwenyewe, ila kwa ajili ya hawa wanaonisikia, ili wapate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Lazaro njoo huku nje. Akafufuka aliyekuwa amekufa. Kuna tatizo la mikate hapa. Wako watu 5,000 waume tu, na yeye ana mikate 5 na samaki 2. Hakuwa na maombi ya masaa 2 kusema Bwana tenda muujiza tupate pesa za kuwalisha hao watu, wala hakuwa na maombi ya kusema Bwana fanya muujiza hiki chakula wale washibe. Alisema na kushukuru Baba utupae mkate, naye akawapa kula, na hiyo ikawa ndio jumla ya mambo yote. Mahala sahihi pa wewe kupokea channel hizi za uponyaji, lazima umpe Yesu maisha yako kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fungua moyo wako sasa. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Omba nami kwa kusema, Bwana Yesu, na kukaribisha moyoni mwangu. Tawala roho, nafsi na mwili. Nifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Unifanye kuwa wako tangu saa hii ninapochagua wokovu na kukataa kurudi nyuma, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeomba maombi hayo, wewe umeokolewa tayari. Nitafurahi kusikia mwenendo wako katika Kristo na usalama wako katika kukua kiroho. Mji wa Bwana tuko Mbezi kwa Msuguri. Waweza kuwasiliana nasi kwa maelekezo, maombi na ushauri zaidi kwa mawasiliano yanayopita katika chombo unachonitazama kwacho. Nataka niombe kwa ajili ya wale wote ambao Mungu amekusudia kuwatenga na roho ya udhaifu kupitia nguvu katika neno leo hii. Baba, katika jina la uweza la Yesu Kristo, kila namna ya mjumbe wa kipepo anayetilia nguvu magonjwa na udhaifu mwilini mwake, nguvu zake na vyanzo vya nguvu zake vifishwe, vitoeshwe, naye apewe kufanywa kuwa mzima katika jina la uweza la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu funika kila kiungo cha mwili wake, toka utosi hata unyayo wa miguu yake. Mfanye kuwa mzima kwa kuteketeza kila virusi, kila bakteria, kila minyoo na kila chango la kipepo lililotumwa juu yake. Katika jina la uweza la Yesu Kristo, kila mvamizi aliyevamia mwili huu atoeshwe. Kila namna ya nguvu ambayo inamzuilia hata asiweze kumtukuza Mungu kwa kuyaishi yale Mungu aliyompa kuyaishi,
leo hii, saa hii, hayo yote yatoeshwe katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa na maradhi ya kurithi, kwamba haya ndiyo yaliyokuwa juu ya baba, juu ya mama, juu ya mjomba, juu ya shangazi, ni lazima yaje juu yao. Damu ya mwana kondoo Yesu yateketeze yote, yafishe yote, yaangamize yote katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye magonjwa yanamaliza fedha zako, yanaharibu uchumi wako, hata huwezi kuyaendea yale yote aliyokupatia Mungu, hata huwezi kuyatenda, hata huwezi kuyabeba, hata huwezi kuyafikiriza yale aliyokupatia Bwana. Magonjwa hayo na nena na mizizi yake ifishwe, ing'olewe, ikamate moto, iteketee katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako ule wa milele Baba, mkono wako usioweza kuzuiliwa, na uwe juu yake leo hii, akalale salama salmini kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, akatengwe na laana ya magonjwa ya kuambukiza, na magonjwa ya kurithi, na magonjwa ya kuvamia, na magonjwa ya mateso kwa sababu ya mkono wa kimapepo. Mpe kuona wema wako katika nchi ya walio hai. Mpe kuona wema wako katika nchi ya walio hai. Mpe kuyaona matendo ya wema wako kote kote usoni pa nchi. Yeye aliyekamatwa na kitanda cha ugonjwa, kitanda kimwachilie. Yeye anayemezwa na kaburi, kaburi limtapike. Yeye aliye na minyororo na mikatare ya magonjwa yasiyoeleweka, matabibu hawawezi kumtibu, leo hii natamka juu yako kufunguliwa, na ufunguliwe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Baba, asante kwa kuyatenda haya. Jina lako litukuzwe na kuhimidiwa, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliyeyatenda haya. Jina lako lihimidiwe na kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Jina la Bwana na lihimidiwe. Hiki ni kipindi cha pili cha sehemu ile ya 3 ya mtiririko wa vipindi vyetu vya nguvu katika neno, kushinda roho ya mkwamo, na sasa tunashughulika na kipengele cha roho ya udhaifu. Tukutane katika kipindi cha 3 cha sehemu ya 3 tunapoenda kushughulika na magonjwa yanayoanzia katika ulimwengu wa ndoto za watu. Na kwa ushauri wa ziada, tafuta kitabu nilichoandika Angamiza Mharibu, nawe uwe na ushindi dhidi ya ndoto za kipepo. Naamini ya kwamba maombi yaliyoko humo, maelekezo yaliyoko humo yatakupa pumziko kwa yaliyo mengi. Hadi wakati mwingine, katika nguvu katika neno, wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.